Yes bwana, mtazamaji wetu wa Bia TV, karibu sana kwa mara nyingine kwenye channel yako bora sana, channel yako pendwa kabisa, channel ambayo inakupa update na habari mbalimbali za kimichezo na burudani, on trending news ambazo nazidi kujiri kwenye mitandao ya kijamii. Nadhani ungependa kufahamu au unapenda kufahamu ni taarifa gani ambazo zinazidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii baada ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara Steven Mguto kuondolewa, kujiuzulu katika bodi hiyo baada ya Young Africans kutaka na kuzungumza kwamba wao wanataka mambo yao manne. Haya ni mambo ambayo yaliweza kuzungumza Ally Kamwe kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumanne, kwamba wao wanataka mambo yao manne, kama yakifanyika basi wao watashiriki mchezo namba 180, mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club. Na hayo mambo kama nilivyokuambia hapo awali, kwamba mambo ambayo waliyasema ni kwamba wanataka mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara TPLB aweze kujiuzulu, lakini pia Almas Kasongo naye aweze kujiuzulu, lakini pia aweze kujiuzulu, lakini pia aweze kulipa fedha zao. Na mambo ambayo yanazidi kujiri baada ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara TPLB kujiuzulu, lakini pia na Almas Kasongo kujiuzulu, unadhani ni kitu gani ambacho hivi sasa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii? Lakini pia kitu kingine ambacho ukifahamu ni kitu gani ambacho hukifahamu na ambacho naenda kukuletea hivi sasa. Baki nami mwanzo mpaka mwisho uweze kupata habari hizi ukiwa wa kwanza kabisa, kwa sababu hapa ndipo sehemu sahihi kabisa, mahala sahihi pa kupata updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Kama tunavyojua kwamba dabi ya Kariakoo Yanga na Simba utapigwa tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, msimu wa 2024-2025. Ni zimebaki sasa wiki moja na siku kadhaa kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Young Africans wao wamekuwa tayari au wameshaweka confirmed kupitia ukurasa wao wa Instagram, yani page yao ya Instagram ya Yanga Sport Club, kwamba watashiriki mchezo huo na wameweka wazi. Lakini mpaka hivi sasa Simba wao hawajaweka confirmed kwamba kama watashiriki mchezo huo namba 184. Na ikumbuke kwamba siku kadhaa walisema na kuzungumza kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo huo au kushiriki mchezo huo isipokuwa tarehe 15, au sio bwana? Na nukuu kama taarifa ya TFF, yani taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, walivyoweza kuzungumza, walisema kwamba walivyoweza kuandika, walisema kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzuru wadhifa huo, au sio bwana, wadhifa wa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Lakini pia wameweza kuandika tena kwamba katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB, yani Tanzania Premier League Board, Almas Kasongo. Hiyo ndio taarifa ambayo iliweza kutoka usiku wa jana. Huyu ndiye ambaye ni Almas Kasongo ambaye ni ofisa mtendaji mkuu wa TPLB, yani wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Hiyo ni taarifa ya kutoka kwenye shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, Tanzania Premier League, Tanzania Football Federation. Na ni taarifa gani ambayo hivi sasa inaendelea kwenye mitandao ya kijamii baada ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara Steven Mguto kujiuzulu wadhifa wake au kujiuzulu wadhifa huo wa bodi ya ligi kuu, wa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara? Lakini pia nani ambaye anaenda kuchukua kiti hicho cha mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara? Lakini pia baada ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kumsimamisha ofisa mtendaji mkuu wa Almas Kasongo, nani ambaye anakuja kuchukua nafasi hiyo, au nani anakuja kukalia kiti hicho? Baki nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu kwa undani kabisa, kwa undani zaidi na zaidi. Lakini Simba wao wanazungumza nini baada ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara kutoa taarifa kwamba mchezo namba 184 utapigwa tarehe 25? Wao Simba wanasemaje? Je, wataendelea na msimamo wao wa kubaki wa kutokucheza tarehe 25, au wanasema nini kuelekea siku hiyo? Kwa sababu wao walikuwa washaweka wazi na washawaambia mashabiki kwamba
wataenda kufanya mazoezi yao ya mwisho katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam Jumamosi majira ya saa 11 katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Lakini pia kwamba hawatakuwa tayari kushiriki mchezo huo namba 184 tofauti na tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Baada ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara mwenyekiti wao kuondoka na kujiuzuru, lakini pia mtendaji mkuu wa TPLB and Tanzania Premier League Board kuondolewa, ni sasa kuna baadhi ya maneno mengi, kuna baadhi ya taarifa nyingi zinasema kwamba Engineer Hersi Said anawania kiti hicho cha mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia kuna taarifa nyingi zinasema kwamba licha ya Engineer Hersi Said yupo mzee mkubwa ambaye anaitwa Ali Mayai, ambaye Ali Mayai alikuwa anagombea mwenyekiti wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania mwaka 2021, lakini hakufanikiwa kushinda kiti hicho kwa sababu ya kutokuwa na wadhamini. Baki nami mwanzo kwa mwisho uweze kupata kwa undani kabisa juu ya taarifa hii ya mwenyekiti mpya wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia na mtendaji mkuu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini nikwambie tu kwamba mashabiki, wanachama na wapenzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania na viongozi wa Young Africans ni kama bado hawajaridhia. Na Haji Sande Manala mwanachama wa Young Africans aliweza kuposti na kusema kwamba licha ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara na mtendaji mkuu wa ligi kuu soka Tanzania bara kujiuzulu, bado mtu mmoja tu ambaye amesalia ni Wallace Karia, kwamba yeye haendeshi vyema kabisa, wasimamii vyema kabisa ligi hii ya Tanzania. Kazi kubwa ya Ali Kamwe ambayo ameweza kuifanya kupitia mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatatu na kuzungumza kwamba wao mambo yao manne wanataka yakamilike. Huyu ndiye Ali Mayai Tembele ambaye anatajwa kuwania kiti cha mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kula nyingi zimeelekea kwake. Je, atafanikiwa kutoa au kushinda au kukalia kiti hicho cha mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na ukomavu wake, kutokana na experience yake kubwa sana ambayo amekuwa nayo katika ligi kuu soka Tanzania bara? Lakini Ali Mayai Tembele, mtazamaji wetu wa BTV, aliwahi kugombea kiti cha uraisi, kuhitaji uraisi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, yani kuwa rais wa TFF, lakini hakufanikiwa kushinda kwa sababu ya kutokuwa na mdhamini, kwa sababu ya wadhamini, na akafanikiwa kutupiwa mbali kabisa katika orodha hiyo ya watu ambao walikuwa wakigombania wadhifa huo wa mwenyekiti wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania. Kila mmoja anasema yeye ni bora akae katika kiti hicho, lakini mpaka hivi sasa haijaweka wazi nani ambaye anaenda kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa bodi ambaye ameweza kutolewa, Steven Mguto. Lakini ukiachana na Ali Mayai Tembele, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, lakini pia rais wa Dar es Salaam Young Africans, na huyu si mwingine ni Engineer Hersi Said, naye anawania watu wengi wanasema kwamba inabidi bora akae Engineer Hersi Said katika kiti hicho cha mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, kutokana na ukomavu wake, kutokana na kuwa na akili nyingi kubwa sana katika soka, kuwa na wadhifa bora sana wa kusimamia mpira, ukiachana na kuwa mwenyekiti wa vilabu bora wa vilabu barani Afrika na rais wa Dar es Salaam Young Africans. Watu wanatamani kumuona akikaa katika kiti cha bodi ya ligi kuu soka, cha mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kazi ya Ali Kamwe ambayo aliweza kuifanya Jumatatu inaifanya sasa inaleta taswira bora sana katika soka la Tanzania, ambapo wale ambao walikuwa wakiharibu soka la Tanzania wameweza kuondolewa, Almas Kasongo, lakini pia na Steven Mguto. The next stop wanasema kwamba Wallace Karia kwamba naye anatajwa kuondolewa katika kiti hicho cha rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania. Hii ni BTV, usiache kusubscribe, kushare pia na comment, lakini pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kwa jina la Beatu Simon_TZ.